Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako. Ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni siku moja imepita toka kundi la Hamas lilipotoa mwitikio au majibu ya pendekezo la amani ambalo limetoka katika serikali ya Marekani. Pamoja na kwamba nyuma ya pazia lilikuwa likionekana lina ushawishi mkubwa wa nchi ya Israel, lakini kundi la Hamas wameweza kutoa majibu yao. Majibu ya kundi la Hamas ni majibu ambayo yanaonyesha matumizi makubwa ya akili na namna gani ya challenge au kukabiliana na shinikizo ambalo lilikuwa linaiweka Hamas katika hali ya udhaifu wa kupitiliza. Pendekezo lilikuwa lina pointi nyingi ambazo mwisho wa siku, pamoja na kwamba zilikuwa limebeba baadhi ya mambo ambayo ni ya msingi ambayo yana faida kwa Palestine, lakini palikuwa kuna pointi za msingi ambazo zilikuwa zinakwenda kupoteza moja kwa moja ile nafasi au status ya kundi la Hamas katika siasa za nchi ya Palestine, na hususa katika vipengele kama vinavyohusiana na swala la disarmament of Gaza, kwa maana ya kwamba Gaza kuwa haina silaha moja kwa moja, lakini vile vile katika vipengele kama vya kuhusiana na utawala ambao utasimama kama wanasema kama ni Gaza International Transition Authority, kwa maana ya kwamba ni serikali ambayo inaweza ikatawala kwa kipindi fulani katika eneo la Gaza wakati kuna mabadiliko au marekebisho katika mfumo wa utawala wa Palestinian Authority, ile inayotawala kule upande wa West Bank na mfano vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni aina ya pendekezo fulani ambalo lilikuwa limekuja na baadhi ya vitu vizuri kama kuruhusu baadhi ya misaada ya kuingia kuijenga tena Gaza na vitu kama hivyo, vitu ambavyo katika hali ya uhalisia Hamas walikuwa wanabanwa kuikataa moja kwa moja. Lakini katika upande wa pili palikuwa kuna vitu vingine ambavyo lao wangesema wanavikubali moja kwa moja, maana yake vingekuwa ni tatizo. Kwa hiyo kulingana na muundo wa proposal jinsi ilivyokuja au pendekezo jinsi ilivyokuja, na Hamas nao walijaribu kulijibu katika staili ya namna hiyo hiyo, staili ambayo haikuwa ikitegemewa, na ni staili ambayo tunasema kwamba imeonyesha matumizi makubwa ya akili, kwa sababu wamejaribu kuijibu kwa mujibu wa vile na yenyewe jinsi ilivyokuja. Majibu ya Hamas tunaweza tukawagawanya katika sehemu kama mbili au sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni sehemu ambayo Hamas wameonyesha wazi kukubaliana na proposal au pendekezo kwa namna lilivyokuja. Kipengele cha kwanza ni kipengele cha ceasefire, kusitisha mapigano. Hamas wameonyesha kwamba wenyewe wako tayari kwenye swala la kusitisha mapigano. Kwao sio tatizo kubwa, kama vile Israel walivyoonyesha kwamba wako tayari kwenye kusimamisha mapigano, na wenyewe wakasema kwamba tuko tayari kusimamisha mapigano. Hiyo ni point number 1. Lakini point number 2 ambayo inaonekana kwamba Hamas wameonyesha kwamba wako tayari kuipokea kama ilivyokuja ni kuhusiana na swala la kuachwa kwa wale mateka wa Kiisrael walioko katika eneo la Gaza au katika mikono ya kundi la Hamas. Pointi hii ya kuachia mateka ni pointi ambayo inaonekana kwamba hesabu yake jinsi ilivyokuwa imetengenezwa, ilikuwa imetengenezwa kwa namna proposal ilivyotengenezwa, ilitengenezwa kwa muundo wa kwamba kama misaada itaingia na kama ujenzi utafanyika wa Gaza, kwa nini nyinyi mnaendelea kushikilia hostages? Kwa nini mnaendelea kushikilia mateka? Hamas kwenye kwenda na mfumo huu wa proposal jinsi ilivyokuja, majibu yao ikawa na wenyewe wanaweza wakawatoa mateka. Kwao kutoa mateka si tatizo. Lakini hesabu ya kukubali kutoa mateka maana yake ni kuinyima fursa Israel ya kuendelea na mashambulizi yake. Tunasema ile intensive attacks, yani mashambulizi yale makali kabisa kufanyika, kwa sababu msingi wa mashambulizi yote yanayofanyika ni kwa sababu ya kutakiwa hostage waweze kutoka. Kwa hivyo hostage ikiwa wandatolewa, tumeshasema kwamba tutawatoa hostages, maana yake msingi wa kuendelea kufanya mashambulizi katika eneo la Gaza, maana yake msingi huo unapotea. Lakini vile vile hata ile nafasi
katika siasa za kimataifa ya kushuhudia tena kwamba Israel inaendelea kufanya mashambulizi na ile hali imeshaambiwa kwamba mateka watatolewa, maana yake nafasi hiyo inakuwa ni finyu, na ni nafasi ambayo maana yake ni iweka Israel katika kona ya kuendelea kufanya mashambulizi. Lakini counter move nyingine ambayo Hamas wamekuja nayo ni ya kuhitaji kwamba swala la kutoka hostage ni kweli wanaweza wakatoka, lakini lazima tuangalie vile vile ratio ya kiasi cha Wapalestina ambao wanaweza wakatoka kutoka katika jela za Israel. Sasa kutoka kwa hostage maana yake ni kwamba kutaongeza ile approval rates au ile nafasi ya kukubalika kwa serikali ya Netanyahu kwamba imefanikiwa kuwatoa wale hostage, hata kama itakuwa ni kukubalika kwa kiwango fulani, yani sio ile kwa kudumu kwa muda mrefu, lakini kwa hichi kipindi cha mwanzo maana yake itakuwa ni hatua ambayo itaifanya serikali ya Netanyahu iweze kujipatia nguvu kwa kiwango fulani kwa hizi hatua za mwanzo. Lakini kwa upande wa Palestine kuachia hostages, lakini vile vile kuhitaji kwamba wa Palestina watoke wengi, kwa sababu ile proposal jinsi ilivyokuwa inaonyesha, ilikuwa inaonyesha kwamba kiasi cha Wapalestina watakaotoka ni kama 1700, lakini vile vile na wapo kama 250 ambao walikuwa wamehukumiwa katika vifungo vya muda mrefu. Kwa hiyo ni kama watu kama 2000 na kasoro kama 50 ambao watatoka katika jela za Palestine za Israel. Kwa maana hiyo ni kwamba suggestion waliokuja nayo Hamas ni kwamba wanahitaji mateka waweze kutoka wengi zaidi. Kitendo cha kutaka mateka watoke wengi zaidi maana yake ni kwamba kitaendelea kumaintain au kuizuia ile nafasi yake ya umaarufu au nafasi yake ya umuhimu ile kundi la Hamas katika siasa za Palestine. Hata kama imewekewa mazingira kama kuna vitu vingine haitaweza kushiriki moja kwa moja, lakini ni kwamba kwa upande mmoja mwingine itabaki katika kumbukumbu kwamba Hamas msimamo wao ndio ulisaidia kikundi au jamii ya Wapalestine waweze kutoka katika jela za Israel. Na wakati huo vile vile Israel yenyewe atakuwa mebalance kwa upande mmoja mwingine kwamba kutokana na pressure waliokuwa wameiweka kwa Hamas ndio ilipelekea ikafikia hatua Hamas ikakubali kuweza ikatoa wale hostages. Pamoja na kwamba hilo la kutoka kwa hostages maana yake litainyima Israel fursa ya kuendelea kufanya mashambulizi, na iwapo kwamba kosa hiyo fursa ya kuendelea kufanya mashambulizi, maana yake kuna uwezekano mkubwa siasa ndani ya Israel zikawa zina madhara kwa upande mmoja mwingine katika siasa za wana vile vyama ambavyo vimeunda ule muundo wa serikali ambayo inaongozwa na waziri Netanyahu. Kwa hiyo maana yake katika swala la kuwatoa wale hostage ni jambo ambalo linaonekana kwamba Hamas wamekubaliana nalo, lakini kwa condition kwamba kiasi cha wale wanaotoka katika jamii ya Palestine vile vile wawe ni wengi. Hiyo ni point number 2. Lakini point ya 3 ambayo inaonekana kwamba Hamas wameikubali ni kuhusiana na swala la misaada pamoja na reconstruction of Gaza, ile kutengenezwa upya kwa Gaza baada ya kuwa sasa kama mapigano yamesitishwa. Maana yake ni kwamba condition inayofuatia au fursa inayofuatia ni kwamba misaada iliyokuwa ikizuiwa inatakiwa iingie, midhali kwamba Hamas wamekubali kuwaachia mateka, lakini vile vile na ujenzi uweze kufanyika katika eneo la Gaza kuweza kujenga maeneo ambayo yamekwisha kuharibika. Hii ni pointi ambayo Hamas wameikubali moja kwa moja, lakini sharti ambazo wamelisuggest au pendekezo ambalo wenyewe wamelitoa ni kwamba katika upande wa misaada ambayo inaingia katika eneo la Gaza, maana yake badala ya kusimamiwa na jamii ya kimataifa kupitia ile ambao wenyewe wanaita Gaza International Transition Authority, ni kama mamlaka ambayo itakuwa inatawala au kusimamia shughuli za pale Gaza. Maana yake ni kwamba Hamas wamesuggest wakasema kwamba hapana, kwenye swala la misaada ambayo inaingia katika eneo la Gaza kwenda kwa Palestine, maana yake ni kwamba Wapalestina wenyewe ndio wanatakiwa wasimamie hiyo misaada kwa kuzingatia kwamba wao wanafahamu zaidi mazingira ya jamii yao, lakini vile vile maana yake ni kwamba zile channel baada ya kubaki katika ushawishi wa Israel, maana yake zibaki katika ushawishi wa jamii ya Kipalestine kwa ile misaada ambayo inatakiwa iingie. Kwa hiyo hizi ni main point au ni pointi 3 muhimu ambazo Hamas wamezikubali. Na hizi pointi ni pointi muhimu sana. Ni pointi muhimu sana kwa sababu katika hizi pointi maana yake ndio kuna beba dhamira ya siku nyingi ya Israel kudai au
kutumia kama ni hoja ya kuendelea kufanya mashambulizi katika eneo la Gaza. Kwanza kabisa ni ile hoja ya hostages, kwamba wale hostages waweze kuachwa, la sivyo maana yake wenyewe wataendelea kufanya mashambulizi. Na kwa kuzingatia majibu ya Hamas katika pointi hii, ndio kwa mara ya kwanza Rais Donald Trump anaonekana ameizuia Israel kwamba msiendelee kufanya mashambulizi kwa sababu hatuwezi kuendelea kufanya negotiation au kufanya majadiliano wakati mnaendelea kufanya mashambulizi. Lakini hoja ya muda mrefu ya Waziri Netanyahu ilikuwa ni kwamba negotiation under fire. Maana tutaingia katika makubaliano, lakini wakati makubaliano yanafanyika lazima vile vile mashambulizi yaendelee kufanyika ili kuweza kupressurize, kuitia pressure ile kundi la Hamas liweze kukubaliana na kuingia katika upande wa negotiation. Kwa hiyo ina maana ni hesabu ambayo Hamas walikuwa wamejaribu kuipiga ili kujiweka yenyewe katika position fulani ambayo itaendelea kuzingatiwa katika jamii ya kimataifa, kwamba wenyewe intention yao sio kwamba hawahitaji swala la amani, lakini vile vile wakaweza kuraise baadhi ya hoja muhimu, kama katika upande wa idadi ya Wapalestina ambao wanatakiwa watoke katika magereza, lakini vile vile na mfumo wa utoaji wa misaada katika eneo la Gaza. Hiyo ni pointi tatu ambazo Hamas inaonekana kwamba wameziunga mkono moja kwa moja. Lakini kuna pointi ambazo Hamas hawajakubaliana nazo. Hawajakubaliana nazo. Jambo la kwanza ni kuhusiana na swala la disarmament of Gaza. Yaani kwamba zile silaha ambazo Hamas wanazo waweze kuzitoa, kisha baada ya hapo zifuate zile process nyingine kama ni zile za kuondoka au nini ambazo kwa zimekuwa proposed au zimependekezwa katika lile pendekezo la Rais Donald Trump. Hoja ya kuacha silaha ni hoja ambayo Hamas wameikataa. Kwa hoja ya kwanza, silaha ni mali ya Wapalestina. Kwa hivyo wao hawawezi kuinterfere kwenye swala la umiliki wa silaha ambazo Wapalestina wanazo. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili ni kwamba silaha zinaweza zikaondoka kutoka katika mikono ya Palestine, lakini iwapo tu panakuwa kuna mamlaka rasmi ya Palestine ambayo inasimamia katika eneo la Gaza. Pamoja na kwamba hoja hii vile vile ni hoja ambayo tunategemea katika siku za usoni inawezekana ikatumiwa na Israel kwamba kwenye kufanya baadhi ya mashambulizi, hata kama hayatakuwa makubwa kama haya yaliyopita, lakini inawezekana ikawa ni hoja ambayo Israel wakaja kuitumia siku za usoni kwenye kufanya mashambulizi, kuzingatia kwamba bado kuna kiasi cha silaha ambazo ziko katika eneo la Gaza. Pamoja na kwamba mategemeo mengine ni kwamba iwapo patakuwa kuna mamlaka ya Palestine ambayo inasimamia eneo la Gaza, basi kwa ahadi ya Hamas, maana yake ndio itakuwa ni wakati sahihi wa Hamas waweze kutoa hizo silaha. Lakini vile vile kwa hoja hiyo maana yake vile vile ukiachilia mbali kwamba Israel inaweza kuitumia katika siku za usoni kufanya mashambulizi, lakini kwa upande wa Hamas inawezekana ikabaki kwamba ni hoja ya kujilinda, kwa maana kwamba iwapo itakapotokea kwamba Israel amekwenda kinyume au ameendelea kufanya mashambulizi katika eneo la Gaza, maana yake na wenyewe wawe na uwezekano wa kuendelea kujilinda kutokana na mashambulizi ambayo yatakuwa yamefanywa moja kwa moja na Israel katika eneo la Gaza. Kwa hiyo hoja ya kwanza ambayo Hamas wamekataa kwa flat moja kwa moja ni swala la kuacha kuwa na silaha, pamoja na kwamba wameonyesha uwezekano kwamba katika siku za usoni iwapo mamlaka ya Kipalestina ndio itakayotawala katika eneo la Gaza, basi uwezekano wa kurudisha silaha hizo manake ni kitu ambacho kipo kuzingatia. Hata katika masuala ya kiusalama, watakaokuwa wanasimamia masuala ya kiusalama watakuwa ni Wapalestina wenyewe. Hiyo ni pointi ya kwanza katika zile ambazo wamezikataa. Lakini pointi ya pili katika zile ambazo wamezikataa ni pendekezo la Rais Donald Trump lilikuwa linatoa maelekezo kwamba kipindi hiki cha mpito, maanake Gaza itabaki chini ya usimamizi wa bodi maalum ambayo inajulikana kama Gaza International Transition Authority, ambayo actually mwenyekiti wake alikuwa ni waziri mkuu, alipata kwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair. Pamoja na kwamba palikuwa kuna criticism au ukosoaji mkubwa kwa sababu Tony Blair alihusika katika wale walioshajihisha sana vita ya Iraq kipindi anaondolewa Saddam Hussein kwenye mwaka 2003, vita ambayo ilipelekea kufariki kwa watu zaidi ya 1,000,000 na hususa watoto takriban 500,000. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanaona kwamba kuwepo kwa Tony Blair katika tume hiyo maana yake si jambo la sawa sawa.
Hataki kuwepo Tony Blair, anatakiwa atafutwe mtu mwingine wa kuweza kukaa hapo. Pamoja na kwamba ni hoja ambayo Hamas wameikataa moja kwa moja. Hamas wamesema hatuwezi kuachia utawala wa Gaza kwa mtu asiyekuwa Mpalestine au kwa jamii ya watu wasiokuwa wa Palestine. Wao watakuwa wako tayari kukaa pembeni na kukabidhi utawala kwa bodi yote itakokuwa imetengenezwa, lakini imetengenezwa ikisimamiwa na wa Palestine. Hiyo ni point number 1. Lakini point number 2 ni kwamba mpango wa kutengeneza ile Gaza International Transition Authority ilikuwa ni kuiweka Hamas katika sideline, kuweka pembeni kabisa, kwamba isihusike na masuala ya siasa moja kwa moja. Jambo ambalo Hamas wamesema kwamba hilo haitakuwa jambo la sawa sawa, kwa sababu maamuzi ya kwamba nani atawale Gaza ni maamuzi ya wa Palestine. Kwa hiyo katika swala la discussion ya kwamba nani anatakiwa atawale Gaza na mfano wake, lazima na wenyewe washiriki. Ni jambo ambalo hauwezi ukawa ignore moja kwa moja, na ile hali wao vile ni wa Palestine. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba hesabu ambayo Hamas wamejaribu kuitengeneza ni ya kutengeneza utawala ambao inawezekana, of course utakuwa unakusanya baadhi ya watu wa jamii ya Kipalestine, lakini kinachoonekana ni kwamba nyuma patakuwa kuna mazungumzo baina ya Hamas labda na Fatah ile ya kule upande wa West Bank. Lakini tukumbuke vile vile mwaka jana, mwaka 2024, China iliwakusanya vikundi vyote vile vya Kipalestine, vyama vyote vya Kipalestine kutoka upande wa West Bank, lakini vile vile hata Hamas na vyama vingine katika upande wa West Bank, katika upande wa Gaza, walihusika katika kikao kilichofanyika kule China cha kukusanya zile zote, zile factions zote, zile vikundi vyote, kufanya kwamba wote wawe na goal moja, wote wawe na lengo moja. Na ukiangalia ile proposal ya Rais Donald Trump jinsi ilivyokuwa, ilikuwa ni proposal inayokuja kuigawanya moja kwa moja Palestine. Maana yake inagawanya sehemu ya West Bank na upande wa Gaza. Mambo ya Gaza yawe ya Gaza na mambo ya Palestine ya West Bank yawe mambo ya West Bank. Na ndio maana unakuta kwamba hata serikali ambayo ilikuwa inakuwa proposed iweze kusimamia mambo ya West Bank, mambo ya Gaza, ilikuwa ni serikali ambayo itaundwa na watu wasiokuwa wa Palestine, maana yake wakiongozwa na Tony Blair. Lakini move waliokuja nao Hamas katika kukataa hiyo, maana yake ni move ambayo lengo lao kubwa ni kuwaunganisha wa Palestine. Manake ile Gaza ni bora ikasimamiwa na Palestinian Authority kuliko kusema kwamba isimamiwe kabisa na wa Palestine, kwa kuzingatia kwamba watakuwa na room ya kufanya negotiation kuliko vile itakavyokuwa kwamba ile mamlaka itakosimamia katika upande wa Gaza iwe ni mamlaka ambayo haihusiani kabisa na wa Palestine. Maana yake itakuwa lengo kubwa ni kutokuwaunganisha wa Palestine, bali ni kuwagawanya, kwamba watu wa West Bank wawe na mambo yao na watu wa Gaza wawe na mambo yao. Lakini counter move ambayo Hamas wamekuja nayo ni move ambayo maana yake inakusudia kuwa consolidate wa Palestine, kuwafanya wawe kama ni kitu kimoja wa Palestine, badala ya kuwa lengo lake ilikuwa ni kuwagawanya. Kwa hiyo vile vile katika upande wa ile serikali ambayo wenyewe wanaita kitaalamu technocratic government, ambayo ilikuwa imependekezwa katika ile proposal au pendekezo la Rais Donald Trump, manake ni serikali ambayo inakuwa imeundwa na jamii ya wataalamu. Lakini Hamas walichodai ni kwamba kama ni wataalamu, basi watafuta wataalamu wa Kipalestine waweze kutawala katika shughuli hiyo, na muda wao utakapofika, basi jamii wa Palestine wenyewe watajua nani anaweza kutawala katika eneo la Gaza. Kwa hiyo ni sehemu ya point number 2 ambayo inaonekana kwamba Hamas wameikataa moja kwa moja katika yale ambayo yalikuwa yamependekezwa. Lakini jambo lingine ambalo Hamas wanaonekana kwamba by the way hawajakubaliana nalo moja kwa moja ni ile ya kusema kwamba wale wapiganaji wa Hamas watatakiwa waondoke katika eneo la Gaza. Maana yake watapewa amani, waweze kuondoka waende katika baadhi ya nchi ambazo zitakuwa ziko tayari kuwapokea. Maana yake hii ni point ambayo Hamas hawajaonyesha interest nayo kabisa. Hawajaonyesha kuwa interested nayo moja kwa moja, kuzingatia kwamba justify kwamba nani ni member wa Hamas na nani sio member wa Hamas katika eneo la Gaza. Maana yake inawezekana ikawa ni jambo gumu kulingana na muundo wa wapiganaji wenyewe jinsi walivyo. Kwa hiyo ina maana hiyo hoja ya kwamba wanatakiwa waondoke ni hoja ambayo Hamas inaonekana hawajaipa uzito wa namna yote. Kwa hiyo by the way, mambo mengi yanayobakia ni mambo ambayo inaonekana kwamba yanahitaji kufanywa discussion. Lakini vile vile hoja ambayo Hamas wameitoa ni kwamba mambo mengi yaliyobakia ni mambo ambayo yanahitaji discussion ya kitaifa.
Maana yake haiegemezei kwa Hamas peke yake. Sio kwamba labda masuala ya Gaza ni masuala inayohusu Hamas, bali walichojaribu kuonyesha ni kwamba masuala ya Gaza ni masuala ambayo yanaihusu jamii ya Kipalestina kwa ujumla. Kwa ina maana mambo mengi bado yanahitaji sehemu ya discussion kuhusiana na kile ambacho kwa upande mmoja au mwingine kimeendelea kuachwa kwamba kinaweza kujadiliwa na jamii ya Palestina badala ya kujadiliwa na Hamas peke yake. Kwa hiyo kiujumla katika move hii kuna vitu sasa in summary ambavyo tunaweza tukavizungumza. Jambo la kwanza, tunaona kwamba movement hii ni movement ambayo Israeli wenyewe hawakutegemea kwamba itakuwa katika hali ya namna hii, kwa sababu maana yake ni kwamba ile proposal ilikuwa ni proposal ambayo inakuja kuibana Hamas, lakini Hamas walichokifanya ni kuigeuza ile proposal iende kuibana Israel. Na kuibana Israel hasa ni katika upande wa kusudio la kuendeleza pressure ya mashambulizi katika eneo la Gaza. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo tunaweza tukaliona in summary ni kwamba iwapo mambo yatakwenda hivi vijisi yalivyo na yakasimamiwa kama hivi vijisi yalivyo, maana yake kuna hatari kubwa sana ya survival ya serikali ya Waziri Netanyahu, kwa sababu serikali ya Waziri Netanyahu kwa kipindi hichi imejitahidi sana kuwekeza katika upande wa mapigano ya hapa na pale, ikitaraji kwamba katiba ya Israel imekuwa ikisupport serikali kuendelea kubaki madarakani kwa kutumia mlango wa vita. Kwa hivyo itakapotokea kwamba kila kitu kimekwenda kulingana na mpangilio jinsi ulivyo, pamoja na kwamba hilo likatupa shaka kubaki katika hali yake jinsi ilivyo, na hasa baada ya hostage kuwa wameachwa. Maana yake tuna mashaka kwamba hostage itakapokuwa tu wameachwa, kuna mabadiliko inawezekana tukaanza kuyaona kama pressure haitakuwa kubwa. Lakini maana yake ni kwamba iwapo hali itaendelea kubaki hivi, maana yake haitakuwa na faida kwa Israel, bali itakuwa na madhara hasa katika serikali ya Waziri Netanyahu. Hiyo ni pointi number 2. Lakini pointi number 3 ni kwamba tunashakia msimamo ule wa Hamas kwamba hawatakubali kuachia silaha. Unaweza ukawa una faida, lakini vivyo unaweza ukawa na madhara. Faida yake ni kwamba Hamas wataendelea kuamini kwamba au kusimamia msimamo wao kwamba lazima wawe na silaha, kwa kuzingatia kwamba Israel inawezekana ikavunja makubaliano wakati wowote, kama ilivyoweza kufanya katika mwezi Januari na kama ilivyoweza kufanya katika mwezi wa Machi. Lakini katika upande mwingine ni kwamba Israel itakuwa ina ruhusa ya kuendelea kufanya mashambulizi katika eneo la Gaza, kwa kigezo cha kwamba Gaza bado sio sehemu salama, kuzingatia kwamba Gaza bado kuna silaha ambazo zinadhibitiwa na kundi la Hamas. Lakini kingine ambacho tunakiona ni kwamba ndoto ya kuiondoa Hamas kama chama au kama kundi ambalo lina ushawishi wa kisiasa katika eneo la Gaza inawezekana isifaulu moja kwa moja, hususa pale itakapoonekana kwamba mjadala wa mamlaka inayotakiwa isimamie shughuli za Gaza, kama mamlaka hiyo itatoka katika jamii ya Palestina, maana yake ni kwamba Hamas watakuwa bado wanaendelea kubaki na ushawishi wa kisiasa, hata kama hautakuwa wa moja kwa moja. Yani hata kama utakuwa ni ile tunasema ni ushawishi wa nyuma ya pazia, lakini maana yake ni kwamba Hamas itaendelea kubaki huwa na ushawishi wa namna hiyo, ukizingatia kwamba ndio chama ambacho kimekuwa kina nguvu kwa muda mrefu katika siasa za eneo la Gaza, lakini vile vile kina members wengi, na mazingira ya vita jinsi yalivyokuwa ni mazingira ambayo yamesababisha vijana wengi kujiunga na Hamas, wakiamini kwamba wana haki ya kujilinda dhidi ya Israel. Kwa hiyo kuna mazingira kama haya, pamoja na kwamba discussion inaonekana kwamba inaweza ikaanza katika siku ya kesho, siku ya Jumapili, na kuonyesha kwamba jambo hili bado ni jambo ambalo ni very sensitive. Ndio maana inaonekana hata Israel wenyewe walivyorespond wamejibu very short kwamba wako tayari kutekeleza phase ya kwanza ya plani ya Rais Donald Trump, ambayo hasa ni phase inayohusisha masuala kama ya kubadilishana wale hostages na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba proposal husika ni proposal ya Rais Trump, maana yake ni proposal ambayo ilikuwa inaiweka Hamas katika hali ya sintofahamu, lakini naona walijaribu kuisoma muundo wa proposal jinsi ulivyo, na wenyewe wakajaribu kuijibu kulingana na proposal jinsi ilivyo, na hivyo mwisho wa siku wakaweza kuneutralize ile sehemu ya pressure ambayo ilikuwa
kuwa engineered au imetengenezwa kwa mujibu wa ile proposal jinsi ilivyo. Maana yake ilikuwa ina vitu ambavyo ni vizuri ambavyo vinaweza vikaifanya Hamas ikashindwa kukataa, lakini vile vile ilikuwa imetega baadhi ya mitego ambayo kwa upande mmoja au mwingine ilikuwa inakuja kukamilisha plani ya Israel ya kupata hostages, lakini vile vile kuifanya Hamas isihusike na utawala wa Gaza, lakini vile vile plani ya kuhakikisha kwamba Hamas haibaki na silaha. Yani zile plani zote ambazo Israel walikuwa nazo siku zote, maana yake walikuwa wanakuja kuziimplement kwa kutumia plani hii ambayo au kutumia hiyo proposal, pendekezo lile la rais Donald Trump. Lakini kwa mujibu wa vile Hamas ambavyo wameweza kuijibu, maana yake kwa upande mmoja au mwingine wameweza kuneutralize au kusawazisha baadhi ya hali ya sintofahamu ambayo ilikuwa inaweza ikajengeka kwa wao kukataa moja kwa moja ile proposal. Na tulizungumza katika kipindi chetu kilichopita kwamba proposal jinsi ilivyo Hamas hawezi kuikubali. Lakini kama wataikubali, maana yake kuna condition, kuna mabadiliko watahitaji yafanyike, na ndicho kilichokuja kutokea kwamba wamekubali baadhi ya sehemu, lakini baadhi ya sehemu wamezikataa, kwa maana kwamba wanahitaji zile sehemu ziweze kubadilishwa. Pamoja na kwamba zile sehemu ambazo wamezikubali ndio sehemu ambazo ni key, ndio ufunguo ambao siku zote Israel kwa kitumia kama ndio msingi wa kuendelea kufanya mashambulizi katika eneo la Gaza. Kwa hiyo kitendo chake cha kukubali maana yake ni kuondoa ule mfunguo ambao Israel kwa kiutumia kama ndio ufunguo mama wenyewe kuendelea kufanya mashambulizi katika eneo la Gaza, na kisha baada ya hapo wakabakisha sehemu ambao wanaamini kwamba kwa kutumia hoja ile ile ya kukubali baadhi ya vitu kama kuwaachia wale mateka, basi kwa kutumia hoja kama hizo wanatakiwa na wenyewe wale wanayohitaji yaweze kufanywa kazi, ikiwemo kama swala la kuhakikisha utawala katika eneo la Gaza unaendelea kubaki katika jamii wa Palestine, lakini vile vile ujenzi unafanyika na misaada inaendelea kuingia, lakini vile vile wanaendelea kubaki na silaha zao. Kwa hivyo by the way ni jambo ambalo bado tunataraji kwamba katika masiku au katika masaa yanayofuata linaweza likaendelea kutupa taswira ya tofauti ya hii ambayo tumekuletea. Kwa hivyo ni kuombe tu uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe tu usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Na ukumbuke jina langu ni Maulid Ali Mnukwa. Uwe na muda mwema.